Tunamshukuru Mungu kwa siku nyingine tena ambayo ametupa nafasi ya kuweza kusimama mbele zake na kuendelea kumsikiliza, na zaidi sana kumwomba atujalie utulivu wa kiufahamu, utulivu wa kiroho na utulivu wa kimaamuzi pia. Siku zetu ni chache, kwa hiyo na vitu tulivyo navyo ni vingi, kwa hiyo ninakuwa na luka baadhi ya maeneo. Kwa hivyo ninachofanya tu ni kutoa mwanga, alafu mhusika anapata nafasi ya kwenda kujifunza zaidi. Tunaendelea na somo letu linalosema mizunguko ya kiroho iliyo katika familia. Leo ninaomba tuangalie kipengele kingine kinachosema uhusiano uliopo kati ya sakramenti ya kitubio na mafanikio ya familia. Uhusiano uliopo kati ya sakramenti ya kitubio na mafanikio ya familia. Tutaongozwa na kitabu cha Mithali sura ya 28 aya ya 13 na ya 14. Mithali sura ya 28 aya ya 13 na ya 14. Alafu tutaongozwa na kitabu cha Ayubu sura ya kwanza aya ya kwanza walau mpaka aya ya 5. Tutaongozwa na kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa aya ya 14 mpaka ya 15. Tutaongozwa na hayo maandiko kwa siku ya leo. Uhusiano uliopo kati ya sakramenti ya kitubio na mafanikio ya familia. Mungu habariki familia ya wenye dhambi. Mungu baraka zake hazishuki kwenye familia ambayo haitaki kujinyenyekeza na kufanya toba. Sasa kuna familia nyingine ambazo hazishtuki kufanya toba kwamba zimekosa, na zingine zinajiona kama ni familia ambazo ni kamilifu. Zaidi ya hayo, kuna familia ambazo zina Wakristo wanaosali lakini hawajawahi kuchukua jukumu la kufanya toba juu ya vizazi vyao, ya kufanya toba juu ya watoto wao. Sasa naomba muelewe hili. Mafanikio yoyote yana sura mbili. Yana sura ya kiuchumi, yana sura ya kiroho na sura ya kimwili. Ni kama uchumi ulivyo. Tunapokuwa tunauzungumzia uchumi, huwa una sura mbili. Huwa una sura ya kiroho na huwa una sura ya kimwili. Ndio maana unapokuja kutoa sadaka kanisani, kuna nguvu fulani unazitafuta ambazo wewe huna. Tunasali sala ya Baba yetu tukisema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike. Nini? Mungu analotaka lifanyike kwenye familia linafanyika. Utakalo lifanyike duniani kama anataka familia iwe salama, iwe familia ya toba,
iwe familia ya kujinyenyekeza. Je, hiyo familia inajinyenyekeza? Tutaongozwa na maandiko. Tuanze na kitabu cha Mithali. Mithali ile sura ya 28 aya ya 13 na ya 14 inasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Hebu sema hatafanikiwa. Sasa tuweke hapa, familia yoyote inayoficha dhambi zake haifanikiwi, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Angalia, hajaweka hatafanikiwa kwenye nini, hajasema. Maana yake huyu mtu anaweza asifanikiwe kiroho, asifanikiwe kiuchumi, asifanikiwe kifamilia, asifanikiwe kimaadili. Imeweka kwenye mabano, azifichaye dhambi zake hatafanikiwa. Kwenye eneo gani ambalo hatafanikiwa? Haijaweka wazi hiyo Biblia. Kwa lugha nyingine ni kwamba hatafanikiwa kwenye maeneo yote. Kwa hiyo aliona sijichoshe tu kutaja maeneo ambayo huyu mtu hatafanikiwa, bali akasema hatafanikiwa. Kwa hiyo kwenye eneo lolote lile hatafanikiwa. Azifichaye dhambi zake hatafanikiwa. Kuna familia ambazo kila mwaka mnafanya matambiko mwisho wa mwaka na mnasali. Kuna familia ambazo mna biashara au mna kazi, lakini maduka yenu na nyumba zenu mmezizindika. Mmechimba madawa milangoni, katikati ya nyumba, kwenye miimo ya milango mmeweka madawa na mnasali. Hiyo ni dhambi. Azifichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unataka kupata kazi, umemaliza chuo kikuu, unataka upate kazi, lakini umetoa mimba na haujaungama. Umempa binti wa watu mimba na ukampa hela ya kwenda kutoa hiyo mimba. Huko mtaani unasaka ajira na haujaungama hiyo dhambi, hautafanikiwa Mungu. Azifichaye dhambi zake hatafanikiwa. Akienda kwenye interview hatafanikiwa. Akienda kwenye ndoa hatafanikiwa. Akienda kwenye biashara hatafanikiwa. Akijaribu kwenye kilimo hatafanikiwa. Akijaribu kwenye biashara ndogo ndogo hatafanikiwa. Kwa nini? Kuna dhambi ameificha. Azifichaye dhambi zake hatafanikiwa. Mungu kuweka sakramenti ya kitubio, alikuwa anajua kabisa mwanadamu ni mdhaifu, anahitaji rehema. Hebu tuende kile kitabu cha Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati inavyosema. Mambo ya Nyakati sura ile ya 7, Nyakati wa pili aya ya 14 na 15. Inasemaje? Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba toba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafunguka na masikio yangu yatasikiliza maombi yao. Kumbe kuna wakati Mungu anafumba masikio yake asimsikie yeyote. Masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapo. Ikiwa watu wangu walioitwa. Sasa hapa anasema ikiwa watu wangu, hajasema ikiwa mtu wangu. Sasa tunaweza tukasema ikiwa wanafamilia fulani watakubali kujinyenyekeza na kuomba toba na msamaha kwa ajili ya dhambi za makosa ya familia zao, Mungu atasikia na kufanya maombi ya hao watu yasikike. Mkoa fulani nilienda
ule mkoa kuna ukoo ambao kila mwaka walikuwa wanafiwa. Kila mwaka huo ukoo lazima mtu afe. Sasa walichofanya, wakaenda kwa waganga, wakajikusanya, wakasema, jamani, mbona watoto wa hii familia wataisha? Tena walikuwa ni watoto wa kiume, ndo walikuwa wanakufa peke yao. Sema, jamani, mbona hii familia wana ukoo wote tutaisha? Watoto wa kiume wakiisha kwenye hii familia itakuwaje? Wakazunguka kwenye waganga, wakawa wanafanya mazindiko, wanayoyafanya kila kitu, bado vile vifo vikawa vinaendelea. Sasa ikabidi, baada ya kuwa wametembea, maana Wakristo wengi walivyo ni kwamba anahakikisha ametembea kwa waganga, akikosa msaada ndo anakumbuka kuja kanisani. Yaani akiona kabisa huko kwingine alikoenda hakuna msaada wa aina yoyote aliyopata, unamuona anakimbilia kanisani. Anasema, ngoja basi nikimbilie kanisani, inawezekana nitapata kama msaada fulani. Kwa hiyo wakatembea huko walikotembea, wakafanya mazindiko, bado wale watoto wa kiume wakawa wanakufa mmoja baada ya mwingine. Ikabidi sasa waseme, jamani, tutaisha, nini cha kufanya? Hebu tumkimbilie Mungu. Wakakimbilia kanisani. Cha kwanza, wanapokimbilia kanisani, padre akawaambia, hayo mlioyafanya huko ni matambiko ya kutosha. Cha kwanza, kama naona nyinyi ni Wakatoliki, kinachotakiwa ni kwamba muungame kwanza, na mkishaungama kwanza mfanye na malipizi, na mkishafanya malipizi mtoe na sadaka ya msamaha. Msifu Yesu Kristo. Hivi mnajua huwa kuna sadaka ya msamaha, huwa na utaratibu fulani. Sijafundishwa na mtu, ni mwenyewe nimeamua. Ni mwenyewe tu nimeamua. Ninapoenda kuungama, nikishamaliza kuungama, huwa naacha sadaka yangu pale nilipoungama. Padre anaweza akasema, ananiambia, mwanangu, hiki hatutozi pesa. Akamwambia, najua kabisa kwamba hakuna pesa yoyote mnayotoza. Ninajua kabisa huo utaratibu na ujua, lakini najisikia kutoa sadaka yangu kwenye kiti cha maungamo. Mimi binafsi huwa naita sadaka ya kuomba msamaha kwa Mungu, kwamba Mungu, kwa kosa hili nililolitenda, naacha na sadaka yangu, naenda kufanya malipizi ambayo nakuwa nimepewa na padre. Sasa kuna watu ambao mnaweza mkafanya dhambi nyingi sana mkaungama, ndiyo dhambi zitaondoka, lakini mkumbuke pia kutoa na sadaka ya kuomba msamaha kwa madhara ya dhambi mliyotenda. Kumbuka, hakuna dhambi isiyo na madhara. Kila dhambi inayotendwa huwa inaacha madhara. Ile dhambi itafutika, itasamehewa, lakini madhara yake huwa hayaondoki hivi hivi. Ndiyo, umetoa mimba, lakini unajua madhara ya kutoa mimba. Umeua, unajua madhara ya kuua. Utasamehewa, ndiyo, dhambi yako itaondoka, lakini yale madhara bado yatabaki. Ule uovu bado utabaki. Sasa kuna familia ambazo tunahangaika sana kulia na kuomba na kuomboleza, lakini tumesahau kufanya toba na msamaha kama familia, kama ukoo, kwamba jamani, hili tatizo ambalo tumelitenda ni tatizo kubwa. Kama familia tunafanyaje? Tuombe toba. Na ndio maana kama mzazi, kama baba, kama mama, kila wakati jitahidi kuomba toba kwa ajili ya uzao wako. Ndicho ambacho Ayubu alikuwa anafanya. Ngoja tusome kile kitabu cha Ayubu. Ayubu sura ya 1. Tusome ile aya
ya 5 ili kwenda na muda. Ayubu sura ya 1 aya ya 5 inasema, basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao, akawatakasa, kisha akarauka na mapema asubuhi na kusogeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema, yamkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Ayubu alikuwa anatoa sadaka ya toba kwa ajili ya watoto wake, kwamba Mungu, hawa watoto wangu sijui dhambi waliotenda huko walikoenda. Ninaileta hii sadaka mbele zako kama baba, kuomba msamaha kwa aina ya dhambi yoyote ambayo watoto wangu wameitenda, hata kama hawajaniambia. Inawezekana wametenda dhambi na hiyo dhambi imekuchukiza. Mungu, ninaomba kupitia hii sadaka uwasamehe hao watoto wangu. Sasa hebu, sisi ni watu wazima, wengine tuna watoto. Nani amewahi kutoa sadaka ya kuomba toba kwa ajili ya ukoo wake? Nani amewahi kutoa sadaka kwa ajili ya kuomba toba kwa ajili ya watoto wake wa kike na wa kiume, kwamba Mungu, hawajaniambia walichokifanya, lakini hawa ni wanadamu. Maadamu huko walikokuwa kuna dhambi wametenda, mimi kama baba yao, mimi kama mama yao, ninaomba msamaha, ninaomba toba, na ninaleta hii sadaka ya kuomba msamaha kwa ajili ya watoto wangu. Listen, ni kwamba ikitokea familia mtoto wa kiume ametoa mimba au mtoto wa kike ametoa mimba, ujue ile dhambi sio dhambi yake binafsi, ile ni dhambi ya kifamilia, kwa sababu ile damu itakapokuwa inalia, itakuwa inalia juu ya ile familia, haitakuwa inalia juu yake peke yake. Madhara ya ile dhambi hayatabaki kwa yule aliyeitoa ile mimba. Madhara ya ile mimba yatakuwa ni madhara kwa familia yote. Kwa hiyo wakati mwingine unapokuwa unatafuta mafanikio ya kimwili, tafuta kwanza mafanikio yako ya kiroho. Patana kwanza na Mungu wako, patana kwanza na mkombozi wako. Mwambie, Baba, inawezekana kweli tumekukosea kama ukoo. Sasa unakuta ukoo mzima wote, hakuna anayeomba toba, hakuna anayejinyenyekeza, hakuna anayetoa sadaka ya kuomba toba kwa ajili ya familia yake, hakuna anayeungama kwa ajili ya familia yake. Sasa unajiuliza, familia ya aina hiyo Mungu atapitisha baraka zake wapi? Mungu atamtumia yupi kupitisha baraka zake ili hiyo familia inufaike? Mungu atamtumia nani kama lango kwenye hiyo familia ili hiyo familia ipokee bonus kutoka mbinguni? Kwa sababu kinachotuzuia wengine ni kwamba kuna familia ambazo hazina mtu ambaye anatumika kama lango la kupitisha baraka kutoka kwa Mungu, lango la kuomba baraka, hazina. Sasa unakuta kuna baadhi ya familia ambazo unakuta pamoja na kwamba hamsali au pengine mnasali kwa kusuasua, lakini kwenye familia mnaweza mkawa na mtu ambaye kila wakati anaenda kwa waganga wa kienyeji. Kwa hiyo angalia shetani anachokifanya. Anapoona kwamba kuna ukoo au familia ambayo haina mtu anayepeleka haja za hiyo familia au huo ukoo haja zake mbele za Mungu, shetani anatafuta mtu mmoja ambaye atakuwa anamtumia kuharibu ile familia. Haya, una ndugu yako ameenda kwa waganga wa kienyeji. Baada ya kuenda kwa waganga wa kienyeji, akaenda akachanjwa damu. Kumbuka, ile damu anayochanjwa ina vinasaba vya ukoo wote anaotoka. Sasa kupitia ile damu ya ndugu yako aliyoenda akachanjwa kule, shetani anaweza akapata mawasiliano ya ukoo mzima. Ndio maana tulioko humu ndani, vipimo vya DNA vikifanyika, kila mmoja anatofautiana, lakini kama tumetoka kwenye ukoo moja vitafanana, kwamba mtu huyu DNA yake inasoma na huyu sawa. Kwa hiyo hiki ni kizazi
sawa na huyu, lakini kama ni tofauti hatutafanana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kupitia ile damu tu aliyodondosha huko alikopeleka kule, akapata mawasiliano ya ukoo mzima na akafunga baraka za ukoo mzima. Kwa hiyo kama hakuna mtu ambaye anapeleka maombi na haja zake kwa Mungu, maana yake ni kwamba hiyo familia haina mtu ambaye ni daraja kati ya Mungu na huo ukoo. Tunahitaji sana kuwa na familia ambazo zina makuhani wa kiroho. Yaani kama familia yako haina kuhani wa kiroho anayesimama kama daraja kati ya Mungu na ukoo wake, kati ya Mungu na familia yake, hiyo familia ina hatari sana. Kwa sababu Mungu atapitisha baraka wapi? Ngoja nikwambie, Mungu anapotaka kubariki familia au ukoo, anatumia mtu kubariki huo ukoo. Na shetani anapotaka kuharibu ukoo wa aina yoyote, anatumia mtu ambaye ni mojawapo wa hao watu ambao wanatoka kwenye huo ukoo. Kwa hiyo ili Mungu afanye kazi na ukoo fulani, anahitaji mtu wa kufanya naye kazi. Na ndivyo ilivyo, ili shetani aendelee kuharibu familia fulani, anahitaji mtu atakayekuwa connected ili apate access, apate mawasiliano vizuri ya hiyo familia. Muna mtu anayefanya toba kwa ajili ya familia yake? Una mtu anayeungama dhambi zake? Ambia Mungu, basi usiangalie dhambi za ndugu zangu, niangalie tu mimi, alafu uihurumie familia yangu. Ndio maana Mungu alipokuwa anataka kuangamiza lile taifa, akawa anafanya majadiliano na Ibrahimu anamuuliza Mungu, je, wakiwa 50 utawaangamiza? Mungu anasema sitawaangamiza. Wakiwa 30 utawaangamiza? Anasema sitawaangamiza. Wakiwa 10 utawaangamiza? Anasema sitawaangamiza. Wakiwa 5 utawaangamiza? Anasema sitawaangamiza. Sasa kwenye familia yako, nani anasimama kama mtu ambaye Mungu akimwona anagairi kufanya lolote alilotaka kufanya kwenye hiyo familia? Ni nani kwenye ukoo wake ambaye Mungu akimwona anasema, kwa sababu ya huyu naomba niibariki hii familia, kwa sababu ya huyu mama naomba hii familia iwe sawa, kwa sababu ya huyu kaka basi hii familia naomba ipate baraka zinazostahili, kwa sababu ya huyu kijana basi hii familia naomba ipate baraka zake. Kuna jimbo moja, nafikiri nisilitaje jina, baba na mama wote walikuwa kama ni waganga wa kienyeji. Mungu anapotaka kubariki familia, anatazama nia ya mtu mmoja. Sasa kwenye ile familia akatokea binti moja, akawa mtawa. Toka anaanza malezi mpaka anakuwa sister, wazazi wake walikuwa bado wanaendeleza hayo mambo na ukoo mzima. Basi yule sister akafunga nadhiri. Funga nadhiri, akawa ananiambia kwamba William, nilipofunga nadhiri nikamwambia Mungu, kama umekubali kunipokea kutoka kwenye huu ukoo, basi ninaomba uwabadilishe. Kwanza ninaomba msamaha kwa ajili ya wazazi wangu, ndugu zangu na kizazi changu. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3, ule ukoo karibia ukoo mzima wote wakabatizwa.
Kwa nini? Ametokea mtu mmoja ambaye amesimama kama daraja la kuleta wokovu kwenye ile familia. Familia ambayo haina mtu anayeomba baraka kwa ajili ya hiyo familia haitakaifanikiwa. Familia ambayo haina watu wanaoungama dhambi kwa ajili ya familia zao, watoto wao, hiyo familia msahau kufanikiwa. Ndio maana Mungu ameweka sakramenti ya kitubio, wanawake kwa wanaume, vijana wa kike na wa kiume wenye familia wamwendee Mungu. Pia Mungu, tumefanya dhambi kwenye hii ndoa, tumefanya dhambi, tunaungama, tunaomba toba. Mungu, wazazi wangu wametenda dhambi, ninaomba toba kama mtoto wa hii familia, ninaomba utusamehe, usituhukumu kwa ajili ya hii dhambi zao, bali tunaomba ututazame. Sasa wengi wetu hatuungami, na siku hizi tumeona kiti cha toba au sakramenti ya kitubio kama kiti cha kawaida. Mtakatifu Thomas Aquinas anasema sakramenti ya kitubio ni mahali ambapo huruma ya Mungu inakutana na yule anayeitafuta hiyo huruma. Sasa umeenda kutafuta huruma ya maisha yako kwenye sakramenti ya kitubio? Umeenda kutafuta huruma ya familia yako kwenye hiyo sakramenti ya kitubio? Umeenda kutafuta huruma ya Mungu kwenye hiyo sakramenti ya kitubio? Kuna wengine biashara zetu haziendi, ni kwa sababu tumetenda dhambi. Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Yaani utakuwa na uhalali gani wa kumuuliza Mungu maswali magumu ikiwa una dhambi? Unaona kabisa biashara zako haziendi, lakini ukirudi nyuma unagundua kwamba una muda mrefu sana haujajinyenyekeza mbele za Mungu na kumwomba toba. Utakuwa na uhalali gani wa kudai mafanikio? Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na hayo mengine yatakuja kwa ziada. Maana yake mtu ambaye yuko sawa kiroho, yuko safi kiroho, Mungu atampa mengine kwa ziada. Lolote atakaloomba atapewa. Toba, ili ufanikiwe nje, ndani lazima uwe uko vizuri. Sakramenti ya kitubio iwe sehemu ya maisha yako. Sakramenti ya kitubio iwe tabia yako ya maisha ya kwako. Nenda kwenye sakramenti ya kitubio, katoe machozi kwa ajili ya familia yako. Nenda kwenye sakramenti ya kitubio, katoe machozi kwa ajili ya watoto wako wa kike na wa kiume. Nenda kwenye sakramenti ya kitubio, katoe machozi kwa ajili ya ndoa yako. Nenda kwenye sakramenti ya kitubio, katoe machozi kwa ajili ya kazi yako. Nenda kwenye sakramenti ya kitubio, katoe machozi kwa ajili ya biashara yako, kwa sababu ndani ya sakramenti ya kitubio kila unachokiomba utakutana nacho. Mtakatifu Padre Pio wa Patriciana alipokuwa akisikiliza mahangaiko ya watu wengine, alikuwa anawaambia, mwanangu, njoo kwenye sakramenti ya kitubio ukutane na majibu ya mahangaiko yako. Kuna watu wanateswa na mapepo, wanahangaishwa na mizimu ya kwao, wanahangaishwa na majini mbalimbali. Ni kwa sababu mioyo yao na makazi yao hayako salama. Lakini ukienda kwenye sakramenti ya kitubio ukatakaswa, hilo pepo litapata makazi wapi? Hilo pepo litapata makazi wapi? Lakini linapokuja ndani yako likachungulia, kuna mlango wa kuingilia, linaingia, linaanza kuyatesa maisha yako. Kwa nini? Limekuta hekalu la Roho Mtakatifu limechafuliwa.
Asema tuingie kwenye ile hekalu tufanye na makazi yetu. Lakini nikwambie, Mkatoliki yeyote ambaye kila wakati anaungama kwa dhamira ya dhati, kwa dhamira ya kuacha dhambi, ninakwambia huyo Mkatoliki, hata kama shetani na mawakala wake wataungana kwa namna yoyote, hawataweza kumwangusha huyo Mkatoliki. Kwa nini? Sakramenti ya kitubio ni huruma ya Mungu, na huruma ya Mungu ni Mungu mwenyewe. Ndivyo Papa Francis alivyosema kwamba jina lingine la Mungu ni huruma. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ni huruma. Kwa hiyo unapoenda kwenye sakramenti ya kitubio, unaenda kukutana na huruma ya Mungu, ambapo huruma ya Mungu ni huyo Mungu mwenyewe. Unataka ufanikiwe na haungami, brother, labda karoge, labda ukaroge, labda ukazindike. Lakini silaha ya mfanyabiashara ni sakramenti ya kitubio. Silaha ya ndoa yenye furaha ni sakramenti ya kitubio. Silaha ya kuwa imara kazini ni sakramenti ya kitubio. Katubu ili shetani asiwe na uhalali wa kukushtaki. Unajua kinachosababisha shetani anawakamata watu wengi ni kwamba ana dhambi zao na anavitumia zile dhambi zao kama uhalali wa kuwashtaki kwenye ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo anapokuta una dhambi, ana uhalali wa kukushtaki na kukutungia sheria ya aina yoyote, kwamba kupitia hili kosa alilolifanya tunamfungia baraka zake, kupitia hili kosa, kupitia hii dhambi tuna uhalali naye na kizazi chake. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye atafanikiwa. Sasa hatafanikiwa kwa lipi? Biblia haijaweka wazi. Ni kwamba ni kama imesema kwamba hatafanikiwa kwa lolote huyo ambaye ameficha dhambi zake. Kwenye familia yako, ninaomba uwe kuhani wa kiroho wa familia yako, kuhani ambaye Mungu atamtumia kupitisha ujumbe wake kutoka kwa Mungu kupitia kwako kuja kwenye familia yako, kutoka kwa Mungu kuja kwako kwenda kwa watoto wako, kutoka kwa Mungu kuja kwako na kwenda kwenye biashara yako, kutoka kwa Mungu kupitia kwako kwenda kwenye kazi yako. Uwe rafiki wa sakramenti ya kitubio. Uwe rafiki. Ni sehemu salama ambapo wewe mwenyewe unaweza ukajinasua na mahangaiko yako. Alafu Mungu bana alivyo na huruma, ukiwa rafiki wa sakramenti ya kitubio, anaweza asikuhesabie hukumu ya dhambi za ukoo wako. Ndiye mwanangu, kwa sababu umekuwa wazi, wewe ninakuchomoa, wewe ninakuchomoa. Kule Ngara kuna familia moja ilinialika, sikuweza kwenda, walau wao ndo walikuja Dar es Salaam. Ngoja niwape kisa cha hii familia. Hii familia yani kama familia nzima wana hali fulani ya ugonjwa, kwamba mtu akifikisha umri wa miaka 5 lazima awe na kisukari. Kwa hiyo ukoo mzima, ndo mara yangu ya kwanza toka nimezaliwa kukuta familia au ukoo wote wana ugonjwa, wote wana ugonjwa wa kisukari. Sasa
familia ilikuwa na watoto watatu. Mmoja alikuwa kichanga bado, wengine wawili walikuwa wadogo. Asa wanaelekea ile miaka 5, ambapo wanajua kabisa hao watoto hii miaka 5 akifika tu anapata kisukari. Akaniambia, sasa mwalimu, tunafanyaje hao watoto wangu wasipate kisukari? Baba anacho, mama anacho, ndugu wengine wana. Yaani ukifikisha tu ule miaka 5, ukifikisha tu hiyo miaka 5 unapata kisukari. Sasa ile familia ilikuwa ni familia ya Kikatoliki. Nikamwambia, sawa, Mungu ameona nia yenu. Ninaomba mfanye kitu kimoja. Cha kwanza kabisa, ninaomba mkaungane. Cha kwanza, baada ya kuungama, si mnataka hao watoto wenu wao wasipate kisukari? Nasema si mnataka hichi kisukari kiishie kwenu kisiende kwa watoto wenu? Nasema na sawa, nendeni mkaungane. Hakikisha kila wiki mnapata nafasi ya kuungama. Cha kwanza hicho. Jambo la pili, ninaomba mkatoe sadaka. Na sadaka hii mtakayoitoa, naomba mnuize na muitoe sadaka kwa mwaka 1 mfululizo. Mbia Mungu, ninaomba uovu wa kizazi kilichopita usiingie kwenye kizazi tulichozaa. Sifu Yesu Kristo. Unaelewa hiyo sala? Uovu wa nyumba ya baba yangu. Nikamwambia sasa yule mwanaume, ninaomba sasa kila wakati utakapokuwa unatoa hii sadaka, usali sala hii, kwamba uovu wa nyumba ya baba yangu ninaomba usiingie kwenye nyumba yangu. Uovu wa nyumba yangu ninaomba usiingie kwa watoto wangu. Sala ambayo wengi huwa wanasahau kuisali. Tunatoka kwenye familia ambazo unakuta tuna tabia inayofanana. Kosa lililofanywa na baba linafanywa na watoto, linafanywa na wajukuu. Kwa nini? Kuna mlango bado unakuwa uko wazi. Nikamwambia, nenda kila wakati kama baba, kama kuhani wa familia, kamwambie Mungu, uovu wa nyumba yangu usiingie kwenye nyumba ya watoto wangu. Uovu wa nyumba yangu usiingie kwa watoto wangu. Kila wakati sali, natoa sadaka. Naambia Mungu, hiki kisukari kiishie kwangu, kisiende kwa watoto wangu. Wale watoto sasa hivi, wa kwanza ana miaka kama 9, kingine kana miaka kama 7, kingine kana miaka kama 5. Hawana kisukari, wamevuka ile daraja. Ndio maana tuna watu ambao wewe kabisa kuna dhambi ambazo ulitenda au kuna tabia fulani ambayo unayo, lakini hiyo tabia haupendi kabisa iende kwa watoto wako, lakini haujawahi kusali wala kuitolea sadaka. Haya, unaona kuna tabia fulani ambayo mume wako anayo na umepata watoto wa kiume. Hivi unafikiri usipofanya toba na kutoa sadaka, unafikiri kwamba hao watoto watashindwa kupita kwenye njia ya baba yao? Watapita kwenye njia ya baba yao. Kwa nini? Kuna mlango ambao bado uko wazi. Kuna tabia kabisa, wewe umeolewa kwenye ukoo fulani ambao unaona kabisa watoto wa kike kwenye huo ukoo hawaolewi, na wewe umeenda umezaa watoto wa kike kwenye huo ukoo. Nataka kukuambia, usiposimama kwenye nafasi yako na kwenye lango lako kuzuia ile hali ambayo ule ukoo ulioolewa watoto wa kike wanaupitia, na wewe umeenda umezaa pale, nataka kukuambia, usiposimama kama kuhani kwenye hilo eneo, bado watoto wako wataenda kupitia kwenye hali ile ile. Umeenda kwenye ukoo ambao watoto wa kiume kila wanachokifanya kwenye maisha yao hawafanikiwi, na umeenda umezaa watoto wa kiume kwenye huo ukoo. Nataka kukuambia, usiposimama kwenye nafasi yako, kile ulichokikuta kwenye wale watoto wa kiume kwenye ule ukoo, na hao watoto wako wa kiume na wao watapitia hali hiyo hiyo. Kwa nini? Kuna kamlango kako wazi ambako kanapitisha hiyo hali
kutoka kizazi kilichopita kuja kwenye kizazi kilichopo, na kanaendelea kutamalaki na kutawala kwenye hicho kizazi. Na ndio maana akina baba na akina mama mnatakiwa kuwa makuhani wa kiroho kwenye familia zenu, makuhani ambao Mungu atawatumia kupitisha baraka zake kwenu kuja kwa watoto wenu. Mungu anapotaka kubariki kizazi chako, kabla hajakibariki anasubiri kwanza na wewe umwambie kwamba Mungu, nataka watoto wangu wawe wa aina hii, wa aina hii, wa aina hii, wa aina hii. Sasa unakuta baba hasali, mama hasali. Sasa hicho kizazi kitabarikiwaje? Jana ilikuwa, nafikiri ilikuwa Jumatano, sio? Jana ilikuwa Jumatano. Kwenye yale mafundisho asubuhi, padre alifundisha hapa, akasema hivi, kuna baraka ambayo mzazi akiitamka, ile baraka hakuna mtu yeyote duniani ataiondoa kwa mtoto. Yaani mimi baba nimemtamkia mtoto wangu kwamba mwanangu, ninakubariki, mipaka ya dunia isikuzuie, chuki ya dunia isikuzuie, uwe na kibali utakapoingia na utakapotoka, uwe mkuu, uwe mtawala, uwe kiongozi. Nataka kukwambia hiyo baraka, hata uroge usiku na mchana, hakuna mtu ataondoa hiyo baraka. Kwa nini? Imetamkwa kutoka kwa kuhani. Kwa nini? Baba au mama ni nabii wa watoto wake. Kwa hiyo chochote utakachoumba kwa watoto wako ndicho kitakachotokea. Mnajua kwa nini wengi leo hawapati ajira wala kazi wala hawadumu kwenye ndoa zao? Ni kwa sababu nikikuuliza wewe mara ya mwisho kuwawekea watoto wako mikono kichwani na kuwabariki na kuambia, mwanangu, ninakubariki ukawe mwema, ninakuachilia baraka za rohoni na za mwilini, kama baba yako, kama mama yako, ninakubariki mwanangu, kwamba chochote utakachokifanya duniani kiwe na kibali kwa Mungu na kwa wanadamu. Lakini leo kuna watoto wengi sana ambao wana roho ya kukataliwa. Kwa nini? Ukichunguza, wengine walikataliwa hata na wazazi wao wakiwa tumboni. Kwa hiyo kila wanapoenda wanakataliwa, hawana kibali kutoka kwa wazazi wao. Shetani akiangalia kwenye ulimwengu wa kiroho, anaangalia mtoto ana baraka ya nani? Anakuta hana ya baba wala hana ya mama, tupite nayo. Wanapita nao. Kama mzazi, jifunze kuwa kuhani wa maisha ya watoto wako. Jifunze kutoa sadaka ya toba kwa ajili ya watoto wako. Mwambie Mungu, pale nilipokosea watoto wangu wasikosee, pale nilipozuiliwa watoto wangu wasizuiliwe, pale nilipocheleweshwa watoto wangu wasicheleweshwe, pale nilipodhulumiwa watoto wangu wasidhulumiwe, pale nilipohangaika watoto wangu wasihangaike. Kuna mfano mmoja nilikutana nao Arusha, na hapa juzi nikakutana nao. Mifano ambayo nimekuwa nikikutana nayo nilipokuwa Arusha, kuna mama mmoja alinifuata, akaniambia, nina watoto wangu wa kike 3, mmoja na miaka 38, mmoja na miaka 35, mmoja na miaka 30, hawajaolewa. Kwa hiyo nilipokuwa nafundisha juu ya somo la maneno, yule mama kule Arusha akaniambia, ngoja nikwambie ambacho nilikuwa sijui, leo nimekijua. Ni kwamba mimi niliolewa, na kwenye ule ukoo niliolewa nikiwa mdogo, nikaenda nikateseka sana. Siku moja nikasema hivi, ninaomba watoto wangu wasije wakaolewa wakiwa wadogo. Sasa angalia kinachofanyika. Huyo wa miaka 38 kila anapochumbiwa huwa anasema mimi ni mdogo. Angeweza kusali kwamba, Mungu, hiki nilichokutana nacho kwenye hii ndoa, ninaomba watoto wangu wa kike wasije wakakutana nacho. Ilikuwa sala nzuri sana.
Amesema wasije wakaolewa wakiwa wadogo. Shetani akapita nalo, akaweka roho ya kuona udogo kwao siku zote. Ila anapochumbiwa ndio mimi bado mdogo. Toba ya familia. Mungu habariki familia ambayo wana ukoo wake wamejaa damu, wamejaa ukaidi, wamejaa makufuru mbalimbali. Hiyo familia haina kibali. Kuna kitu ambacho huwa kinaitwa kibali. Pamoja na kwamba kibali unacho, lakini kibali kinaombewa. Familia nyingi hazina vibali vya mafanikio. Na kibali kinapotezwa kwa mazingira yapi? Kibali kinapotezwa kwa mazingira ya dhambi. Kila unapotenda dhambi, nyota za familia, nyota za familia, Shetani amezing'oa, amezificha. Kuna familia nyingi zimefubaa sana, zimefubaa, na hakuna anayekumbuka kuomba kibali au baraka za familia. Ninachotaka kuambia ni kwamba hakuna familia ambayo Mungu hajaitamkia baraka. Lakini mnajua kilichotokea? Ukisoma ile Injili ya Mathayo sura ya kuanzia aya 24, anapozungumzia yule mkulima na yale magugu, unaweza ukaweka pale familia yako. Mungu anaweza akawa ni muumbaji ambaye ameumba familia nzuri. Unakuta akatamka kwamba kwenye hii familia kutakuwa na wakuu, kutakuwa na wafanyabiashara, kutakuwa na watawa, kutakuwa na wanandoa, kutakuwa na wafanyabiashara, kutakuwa na mapadre. Shetani anapokuja akaona kile ambacho kilitamkwa kwenye ile familia, anaangalia hali ya kiroho ya wale wanafamilia waliotamkiwa lile neno. Akikuta hali yao ya kiroho, akikuta hakuna mtu anayelinda baraka, anayelinda, anayeomba, anahakikisha kwamba hichi kilichotamkwa kwenye hii familia tunataka tukibadilishe kiwe vice versa. Alipotamka baraka Mungu, Shetani anatamka laana. Alipotamka wakuu, Shetani anatamka vibarua. Ndio maana kuna familia nyingi hazina wakuu, lakini haimaanishi kwamba hizo familia hazina baraka ndani yake. Baraka ipo, lakini nani anaomba hiyo baraka? Nani anaomba baraka kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya ukoo wake? Nani anaomba baraka ya vijana kuoa na kuolewa? Nani anaomba baraka ya wafanyabiashara? Nani anaomba baraka ya wafanyakazi? Nani anaomba baraka ya wakuu kwenye ukoo? Kilichobaki tu mnaoneana wivu, mnatukanana, mnarogana. Asifike mbali, asifike mbali, asifike mbali, asifike mbali. Madhambi yanajaa kwenye hiyo familia. Mnategemea mtatoboa lini? Hamwezi kutoboa. Ni muhimu sana awepo kuhani wa kiroho wa familia, anayeomba toba, anayeomba msamaha, anayeomba huruma ya Mungu kwa ajili ya familia yake. Kimbilieni kiti cha kitubio. Kimbilieni sakramenti ya kitubio kama familia, kama ukoo, kama vijana, kama Wakatoliki. Kimbilia sakramenti ya kitubio. Mwambie Mungu, tumekosa sana. Tunaomba toba, tunaomba msamaha, tunaomba nafasi nyingine tena. Tunaomba utukufu wa familia ambao umeondolewa. Tunaomba utukufu wa familia ambao umeondolewa, Mungu urudishe. Tunaomba kibali cha familia ambacho adui amechukua, ukirudishe. Tunaomba ukuu wa familia ambao adui ameuchukua, tunaomba urudishe. Mungu, tunaomba usimame, ujitetee. Tunaomba ulete tena heshima kwenye hii familia, heshima kwenye ukoo, heshima kwenye hiki kizazi. Tunaomba Mungu, watoto wa kiume wa hii familia, tunaomba Mungu wasimame imara. Leo kuna familia nyingi ambazo vijana wa kiume wamekuwa mashoga, vijana wa kike wamekuwa wasagaji. Ni kwa sababu kwenye hiyo familia hakuna kuhani wa kiroho anayeomba toba. Lakini kama ukoo wako, kama familia yako ingekuwa na kuhani wa kiroho anayepiga magoti kuomba toba na msamaha, hao watoto ambao leo ni mashoga, hao watoto ambao leo ni wasagaji, wangepitia mlango upi kufanya wanayofanya leo? Lakini angalia, Shetani amechukua utukufu wa familia, amechukua utukufu wa wanaukoo wote,
hakuna mwenye utukufu, hakuna mwenye kibali, hakuna mwenye heshima, hakuna mwenye mafanikio, hakuna mwenye mwelekeo mzuri. Kwa nini? Hamna kuhani wa kiroho wa familia, hamna mpatanishi, hamna mwomba baraka, hamna mtoa sadaka wa familia. Moka katika mazingira gani ikiwa hakuna kuhani wa familia anayetoa sadaka, anayeomba toba, anayeomba baraka kwa ajili ya familia yake?